Zanzibar kwa ajili ya mechi ya mechi ya dabi ya Kariakoo, Simba kuja Yanga pale juu ya Amani Complex. Tuko tayari kupambana. Tuko tayari kupambana. Kuna mtu kaniambia Simba wanaingia kama underdog. Hapana wewe. Sisi tunatoka hadi mechi ya mwisho ya Ngao Jamii dabi ya Kariakoo pale uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Mwenzetu ameshangilia tu, uliona? Uliona? Sasa nani anaingia kama underdog? Wao wanaingia kama underdog, sio sisi. Dr. Mo, Simba inasajili wachezaji wachache sana msimu huu. Siri ni nini? Siri ni maboresho madogo ambayo yanatija. Sio kusajili tu, umesajili nini? Maboresho madogo yanayohitaji sahihi wa klabu ndio tumeangalia. Ukiangalia timu yetu msimu uliopita tulianza vibaya kwa dirisha kubwa ya usajili, lakini dirisha dogo tukafanya vizuri maboresho hapa na pale. Then tukaja kwenye dirisha dogo ambalo limetupa matokeo mazuri mpaka hivi sasa. Maanake hata kuwa na haja ya kusajili wachezaji wengi sana ambao hawana tija, ndio maana unaona tumesajili wachezaji wachache. Tunaenda kutazama Simba leo. Kuna surprise yoyote tunaitarajia? Kubwa sana, moja ya surprise. Yes, tegemea surprise. Jelut mdhamini wa jezi atakuwa surprise kubwa, lakini management ya klabu ya Simba, uongozi wa klabu ya Simba tutakuwa surprise kubwa siku ya leo. Tuingie ndani tusherehekee sherehe za Simba Day, kuadhimisha miaka 90 kwa Simba Day, lakini tusisahau kununua jezi original zinazozalishwa na Jelut ili timu yetu iweze kupata original. Wale wote ambao wananunua jezi fake tuwakemee kwa nguvu ili timu yetu ipate nafasi. Huu umetoka Spain. Yaani sio nje, maana yake nje umetoka Spain, Ulaya. Sio ambako mpira umezaliwa. Yes. Dr. Mo, ile namba 6 imepostiwa na tajiri kwa post, lakini kwa upande wa pili wamepost. Ndio tunapambana nayo. Yote inawezekana, unaweza kusikia kweli Faisal amesaini Simba. Unaweza kusikia kweli Faisal kasaini Simba. Watangaza sura zao. Wanajificha ufunguni. Tajiri Jeruti ameamua kubeba, ameamua kukupa nafasi, tofauti na hawa nyuma mwiko, ambao amewashinda kupa nafasi. Ndio. Wanalia njaa mbaya. Unapoteza sababu umeshiba hela. Unapoteza wewe ndugu yangu. Unampoteza? Jeruti katuheshimisha kazi wao, kazi ya wana. Wanaishi maisha magumu. Kama zao sisi kwa kulia juu. Mtoto wako leo nataka leo kwa mimi. Shukrani pote tuweke mkono. Wala tiketi na tusijali kila kitu hapa. Hii hela bali. Ndio kama ziwa. Ndio kupambana jezi. Ila kiukweli nimeheshimisha sana mpira. Juzi nilikuwa nafanya mahojiano kwa kitu kimoja, nikasema kwamba hiki wanachokiona watu wanampa hongera sana Jeruti, lakini kiukweli mchongo wote wewe ndio umetengeneza. Wanakudharau, wanakutukana, wanakusema vibaya, lakini Dr. Mo kweli umewaheshimisha wale wote ambao walikuwa wanasema kwamba wewe tatizo. Leo hii mashabiki wote wa mpira ambao wamekwenda Simba, wewe ndio umekwenda kuwapa maisha. Yaani umekwenda kupata fedha ya mpira. Walikuwa wanajikasia wana biashara zao. Lakini wewe Dr. Mohamed Hamisi, yaani mimi nakupongeza. Kabla hujafika na nilisema kwamba hiki wanachokipata ma-influencer ni kwamba wewe umetengeneza uchoro. Ukampata Jeruti kwa bwana, sisi kama ma-influencer, sisi kama mashabiki wa mpira, tunatakiwa tupate pesa. Umeelewa? Waliokuwa wanakudharau sasa hivi heshima wanakuletea. Kwa hiyo hongera sana. Umefanya mpira, yani sisi mashabiki wa mpira sasa tutashiriki. Kwa kuanzia hapo nadhani hata kwenye upande wetu Yanga na vile vingine wataona. Umeelewa? Hii ni akili yako. Ni mtu pekee ambaye una akili kuliko mashabiki wote. Ila mimi nimekuzidi. Alikuwa kipesa kidogo kuwafanya ma-influencer kupata riziki. Sababu hii ilikuwa inaenda kwa watu wengine. Kwa mfano, kuna dhambi gani inapotangazwa jezi ya timu alafu Dr. Mo au Nabii Meja nikapewa mimi pale? Kwani unaenda kwa warembo, unaenda kwa wasimamizi, misi na mpira. Kwa hiyo huyu ameanzisha kwa ma-influencer kuanza kuthaminiwa. Baadaye naamini ili vilabu vitaona kwamba sisi kama mashabiki tuna nafasi angalau ya kupenda hata kuonekana hata kwenye billboard. Haijafanya Jeruti anatakiwa Yanga moja. Hajafanya Jeruti. Simba anampa Dr. Mohamed Hamisi. Yaani huyu kaenda kumpa mchoro Jeruti kakubali, lakini sifa ya kwanza inaenda kwa Dr. Mo. Si kwa sababu amenipa hela, lakini ndio ukweli wenyewe. Ukifuatilia kwa umakini mtaelewa kwamba anachokizungumza kina mantiki gani. Sio kwamba Jeruti amemuita Dr. Mo. Dr. Mo aliona kuna nafasi kwenye mshabiki anatakiwa apate hela, akaenda kumpa yeye huo mchoro. Kwa alichofanya Jeruti ile sio kibaya, ni kitu kizuri sababu baada ya kupewa issue akaona ma-influencer wanatakiwa apate riziki. Sababu mtu kama Mo anasafiri mikoa karibia yote kwa gharama zake. Ikitokea yeye anauza jezi, anatangaza jezi za msabuni, kuna shida gani? Kwa hiyo ni jambo zuri sana ambao wameanzisha wenzetu, na sisi naamini kama Yanga tunaelekea huko. Na juzi boss kasema kuna Yanga anabeba
kitu alichofanya Jeruti, kaleta mabasi mawili. Unafikia ameweza kuleta vipi kama kitu akimlipa? Sisi upande wetu wa GSM unaona anasajili wachezaji kila kitu. Sasa yeye anapata wapi? Kama ambavyo usija tununue jezi kama mimi tayari